Siku ya Jumatano itakuwa siku ya mapumziko kwa idara au shughuli za serikali, lakini pia za watu binafsi na za mashirika mengine, ili kutoa nafasi kubwa kwa ajili ya kuitumia kwenda kushiriki kufanya uchaguzi huo. Lakini pia niseme wilaya ya Arusha tumejiandaa vizuri kutekeleza jukumu hilo la kimsingi la kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na maandalizi ya kufikia hapa tulipofikia, tumefanya vizuri kwamba tulizingatia maeneo matatu. Kwanza, maandalizi kabla ya uchaguzi, yaani wakati ule ambapo vyama vimepewa nafasi ya kufanya kampeni, na karibu miezi miwili tumeona shughuli za kampeni zikiwa zinaendelea nchini kote, lakini pia na wilaya yetu ya Arusha. Kampeni hizi zilimalizika vizuri na wengine bado wanaendelea kufunga kampeni hizo leo na kesho katika ratiba zao mbalimbali. Tunashukuru wote walioshiriki kampeni kwani kampeni zimeenda vizuri na salama kabisa, hakukutokea dosari yoyote au mtu kunyimwa haki yake ya kupewa nafasi ya kufanya kampeni. Na tumeshuhudia vyama vya NLD, lakini Chama cha Mapinduzi chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 2 mwezi wa 10 alifanya ziara wilayani kwetu, na ziara ile ilikuwa na watu wengi wa kutosha na walisikiliza sera na ilani ambayo imezungumzwa kwa ajili ya wilaya yetu ya Arusha. Lakini vyama vingine pia vimeendelea kufanya hivyo hivyo na kusikilizwa na watu wengi, na vyote vilikuwa vikipatiwa ulinzi. Lakini pia sehemu ya pili sasa itakuwa ni sehemu ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi wenyewe utakuwa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Nao huu tumefanya maandalizi yake ya kutosha hadi sasa. Vifaa vyote vya uchaguzi vimekwisha ingia wilayani Arusha na vimewekwa sehemu maalum ya kuhifadhia vifaa hivyo kwa ajili ya kwanza kuvigawia katika vituo. Na vituo vilivyoandaliwa katika wilaya yetu takriban ni 1051. Vituo hivi vitatumika katika kupigia kura na wananchi wote wanakaribishwa kwenda kupiga kura. Tumezingatia tuna mitaa 154 na katika mitaa hii vituo ni 1051. Tunaona kwamba ni idadi kubwa ya vituo. Hii manake ni nini? Manake ni kufanya vituo hivi viwe karibu na watu. Hakutakuwa na kituo ambacho kitamhitaji mtu atembee kilomita 3 kufuata kituo chake cha kupiga kura. Kwa hiyo vituo vyote vitakuwa jirani, ili tuhakikishe makundi yote yanahusika katika kupiga kura, yaani wakiwepo wazee na wenzetu wenye ulemavu na kila mtu. Na ulinzi katika vituo hivyo umeandaliwa wa kutosha ili kulinda mali na vifaa vya serikali ambavyo vya tume ya uchaguzi ambavyo tutahakikisha viwe salama wakati vinatumika, lakini pia wakati baada ya zoezi hili. Lakini pia uchaguzi baada ya kukamilika kufanyika uchaguzi sehemu nyingine, hiyo ni muhimu pia, kwa sababu baada ya uchaguzi kuna kusoma taarifa zinazopatikana katika vituo na katika eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kutoa matokeo, lakini pia kuna kuhakikisha kutakuwa na vurugu au ghasia aina yoyote itakayotokea kwa Arusha, kwa maana kwamba kuhakikishia wananchi usalama wao baada ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo katika maeneo yote tumeandaa vizuri, na niwahakikishie wananchi wa wilaya ya Arusha mjitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, siku ya Jumatano, na itakuwa siku ya mapumziko kama nilivyosema, lakini pia kutakuwa na hali ya usalama wa kutosha. Sisi jukumu letu ni kulinda watu na mali zao,
Lakini wale ambao wana shughuli zao za biashara, labda sokoni, labda duka lake, hakikishe tu yeye ametimiza wajibu wake na haki yake ya kimsingi kwenda kupiga kura, afu anarudi anaendelea na shughuli zake bila kubuguziwa na mtu yoyote. Muhakikishie mitaa yote itakuwa shwari, na maeneo yote nyeti au yenye kutoa huduma zile za dharura na za msingi kabisa, yote yataendelea kufanya shughuli zake kama kawaida. Ninaomba sana utulivu na kutekeleza jukumu hili la msingi la kupiga kura, kwani kura yako ni haki yako. Jitokeze kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Asanteni kwa kusikiliza.